Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Mheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Imani Aboud, Amidi wa Mahakama Kuu, Jaji wa Mahakama ya Afrika ya Watu na Haki za Binadamu, Mheshimiwa Jaji Masebo, Jaji Mfawizi Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, na Mheshimiwa Jaji Abdi Kagomba, Jaji Mahakama Kuu Masijara Kuu. Mheshimiwa wasajili tukiongozwa na msajili mkuu Mheshimiwa Nkya, Mheshimiwa mahakimu wote ambao mko mbele yetu na viongozi wote wa mahakama, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Nikushukuru Mheshimiwa Jaji Kiongozi kwa neno zuri la utangulizi. Kimsingi hakuna ziada mbovu. Mambo yakiwa yanarudiwa kwa namna hii kwa mila na desturi zetu yanaonyesha umuhimu wake. Nimeangalia ratiba yenu na mafunzo ambayo mtayapata kipindi hiki cha induction. Pamoja na mambo mengine yote yaliyoko pale. Nimevutiwa na siku ya pili ya mafunzo haya kesho. Pale tutakuwa na muda wa kuangalia hiki kitu kinachoitwa Religious Interfaith Dialogue. Tutakuwa na mazungumzo na viongozi wetu wa dini. Wamealikwa kuja kuzungumza na ninyi. Na tumekuwa na utaratibu huu kwa sasa mwaka wa 3. Maana tangu mwaka juzi kila tunapoapisha tunawaita hawa viongozi wa dini kuja kuzungumza na ninyi, kuwatia moyo, kuwashauri. Nilivyoona mna hapa pale, kama nilivyosema, mlikuwa na Biblia, mlikuwa na Qurani. Ikimaanisha kwamba sisi bado tunatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu na nafasi yake katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu ametupa maelekezo namna tutakavyoishi. Tutakavyohusiana na yeye, lakini pia tutakavyohusiana na wanadamu wenzetu kwa upendo. Na katika hii madhehebu yetu ya dini kuna maadili tunayapata pale ambayo tutapaswa tuyaishi hata katika maisha yetu ya binafsi, lakini zaidi katika maisha yetu ya utumishi wa umma. Kwa hiyo sisi viongozi wa mahakama tunaona kwamba ni jambo la msingi sana kila tunapokuwa na mafunzo kama haya tuwashirikishe na hawa viongozi wa dini watutie moyo na kutushauri namna ya kuenenda. Ina maana kubwa sana kwa sababu tunapoapa pale tunaapa kuzingatia katiba na sheria na mila na desturi zetu. Lakini unakuta tumebeba vitabu vyetu vitakatifu vya dini. Una Qurani, una Biblia. Sasa kwa hiyo hawa viongozi wa dini ni walinzi wetu. Kwa hiyo mimi ni washauri watakapokuja kuzungumza na sisi, wasikilizeni kwa makini, kama kuna maswali waulizeni, lakini watakuja kutujenga sana. Future yetu kuanzia sasa, future yetu tangu tulipokuwa kiapo imejikita namna gani tutazingatia maongozi ya Mwenyezi Mungu tunapotekeleza majukumu yetu ya utumishi wa umma. Na sheria zile za Mungu hazipingani sana na hizi za kwetu. Kwa mfano sheria za Mungu zinatuhimiza tupendane, lakini pia zinatuhimiza tusile rushwa. Zinatuhimiza sisi tuwe na majukumu ya kutoa haki, tusipendelee wala tusiwanyanyasi kama yatima, wajane na maskini na watu wengine katika jamii yetu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo na sisi hawa watu wa dini tunawapa kipaumbele sana, na mtakumbuka kwamba kila mmoja wenu hapa ana dini yake na siku ya kufanya ibada. Pengine wapo ambao wanafanya ibada siku za Ijumaa, lakini wanaofanya ibada siku za Jumamosi, hiyo inaitwa Sabato, siku ya Sabato. Lakini nao pia wapo wanaofanya ibada siku za Jumapili ambao wanaita Dominika. Na pengine wako na wengine wanaofanya ibada katika siku nyingine pia. Lakini pamoja na hizo siku mahususi ambazo zimetengwa kwa ajili ya ibada, hatujakatazwa kufanya ibada kila siku. Kimsingi ibada ni ya kila siku. Hata hao nilioainisha hapa kwa hizo siku 3 za kufanya ibada. Na ninyi mna hayo madhehebu yenu, mna uhuru wa kwenda kufanya ibada. Na tunawalika hawa madhehebu ya dini kama sehemu muhimu sana kwenye malezi yetu. Na ni wanamchango mkubwa sana kama nitakavyokuja kusoma baadaye katika ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema uhuru wa kuamini dini mtu atakayo. Ibara ndogo ya kwanza inasema kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya dini, pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Ibara ndogo ya pili inasema kazi ya kutangaza dini, kufanya ibada na kueneza dini itakuwa ni huru na jambo la hiari la mtu binafsi, na shughuli za uendeshaji wa jumuiya ya dini zitakuwa nje ya shughuli za mamlaka ya nchi. Ibara ndogo ya tatu inasema hivi, na hili mlizingatieni sana. Baadaye nitakuja kusema kitu kuhusu hiki kitu, kwamba hifadhi ya haki zilizotajwa katika ibara hii itakuwa chini ya taratibu zilizowekwa na sheria ambazo ni muhimu katika jamii ya kidemokrasia kwa ajili ya usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Kwa hiyo na sisi tukitambua hivi, Mahakama ya Tanzania, ndio maana tunaalika kunapokuwa na matukio kama haya waje wazungumze na sisi, kwa sababu wana mchango mkubwa sana katika taifa hili kwa ajili ya usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Sitaenda mbele sana, mtawasikiliza kama ambavyo siku zote tumekuwa tukiwasikiliza katika nyumba zetu za ibada na sala. Na la pili ninaloomba kulisema kwa haraka ni swala la wajibikaji. Swala la wajibikaji, baadaye mtakuja kusoma dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Moja ya kipaumbele kikubwa sana ni wajibikaji. Ni kipaumbele cha tatu katika ile msingi mkuu wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 50. Wajibikaji kwa watumishi wa umma. Asubuhi tuliangalia katika ibara ya 107 Kepto A, ibara ndogo ya pili B, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Na ndipo hapo sasa ninapopata umuhimu wa kuwashirikisha ninyi katika ibara ya 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ndio inatutaka tuwajibike. Kwa uwajibikaji kwetu sisi ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, ni statutory, ni constitutional. Kwa kama tulikuwa na tabia ya uzembe na wengine tumelelewa kwa namna ya kudekezwa hivi, nikiangalia kizazi chenu ni kama kile kizazi ambacho wanafanywa kazi nyumbani, hata vyombo hamuoshi, mnaoshiwa na wafanyakazi pale nyumbani. Wengine mnaanza kuvaa tai mkiwa wanafunzi, mnapelekwa mashuleni kwa magari ya nyumbani au magari yale ya jumla. Na wengine mmelelewa kwa namna ya kudeka hivi. Huku sasa kwenye utumishi wa umma hakutakuwa na cha kudeka. Hapa hutakuwa na mama yako na baba yako waliozoea kuwadekeza. Hapa utakuwa unapimwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ninyi mmeitwa kuwahudumia. Ninyi ni watumishi wa serikali, ni watumishi wa umma. Mkifanyia kazi katika muhimili huu wa mahakama, hamwezi kujitenga na serikali, na serikali imetambuliwa na kutajwa kwa maana ya serikali katika ibara ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo asubuhi niliwashauri muitafute hiyo katiba, muisome kila siku. Muisome kwa sababu ni kitendea kazi muhimu sana. Kwa hiyo katika ibara ya 25, ibara ndogo ya kwanza, inasema kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii. Kazi, kama ninyi hivyo umepata kazi hii ya uhakimu, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma na kuaminifu. Ndio hapo tunasisitiza wajibikaji, kujituma na kuaminifu katika kazi halali na uzalishaji mali. Kwa mtalazimika mjitume na kwa uaminifu katika utekelezaji wa shughuli zenu. Zinaweza kuwa ni hizi sasa za uhakimu, lakini inaweza kuwa za kwako za binafsi, za kilimo. Mtakwenda vijijini, tafuteni mashamba mulime, mfuge ng'ombe, mvue, mwe na bustani. Yaani vitu ambavyo ufanye biashara ambayo haitakuletea mgogoro na watu wengine. Uwezo ukakaa tu pale, na wengine nimeangalia nimeona kama wametoka kwa wakulima. Ukiacha hiyo waliokuwa mjini wanalelewa hivi na nini, wengine wametoka kule vijijini. Wengine wanaishi kando ya ziwa, wameshiriki kuvua. Iwe ni ziwa Victoria, iwe ni ziwa Tanganyika kule Kigoma, ziwa Nyasa na maziwa mengine. Wengine huku ukanda wa pwani wa bahari hii ya Hindi. Hawezi kuwa hakimu ukasema sasa huwezi kulima, huwezi kuchunga ng'ombe.
Wakati fulani utakuta hata hicho kipato hakitoshelezi. Hizi ni kazi halali, kafanye. Hizi ili mradi hizi hazikupi mgogoro na mtu mwingine. Ya biashara inaweza ikakupa shida, lakini ya kulima, ya kuvua, ya kufanya nini, na sio lazima ulime wewe mwenyewe. Unaweza kuweka watu wanakulimia. Ng'ombe unachunga, na ukichunga ng'ombe akili yako inakuwa nzuri. Kuchunga mifugo kule kuna faida nzuri sana. Lakini alafu hiyo kazi uifanye kwa uaminifu. Uaminifu ndicho kile kiapo tumekula pale, si ndio mheshimiwa? Na kile kiapo kimebeba kila kitu. Kile kibabu ile ibara ya 107 capital A yote ile ndio iko kiapo chote kiko pale. Na hata 107 capital B. Kwa hiyo tutapaswa kujituma kwenye utekelezaji wa majukumu yetu na kwa uaminifu. Na hapa ndipo tunapopata sisi utekelezaji wa dira yetu. Dira ya mahakama, timely justice for all. Haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Timely delivery of justice for all. On this one you're going to be serious. Kwa sababu tunaishi hiyo dira. Hatutaki haki icheleweshwe. Na ninyi wenyewe mnasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Lakini pia tutataka kubalance. Haki iliyocheleweshwa hizo maximum mbili. Just delayed is just denied. But you also going to reconcile this with equally important legal maximum. Justice hurried is justice barred. Kwa hiyo na ile ibara 107 capital A, ibara ndogo ya pili B ndio naipata hapa, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo wamebalance hizi legal maximum mbili hapa, kwamba haki iliyoharakishwa nayo ni haki iliyokatazwa. Usiharakishe kwa kulipua. Unataka kutenda haki, lakini ukipima unaona kabisa kwamba hapa kulikuwa na sababu ya kuchelewa. Sio tucheleweshe tu kwa sababu ya namna gani. Tumeweka utaratibu sasa, tungependa zile kesi ziwe zinamalizika mapema sana. Isipokuwa kuna sababu za msingi. Hili sitaki kusisitiza sana, lakini maelekezo ya kikatiba kwa maana hii ni maelekezo ya kisheria. Lakini B, lazima kutimiza malengo, kutimiza nidhamu ya kazi. Nidhamu yetu ya kazi ni ipi? Hili swala ya kikatiba. Kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi. Ni malengo ndio nilikuwa nazungumza wewe unapoenda kufuga ng'ombe pale na kulima na kuvua. Hiyo ni uzalishaji wako mali. Na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria, mimi hapa nitajikita kwenye haya yaliyowekwa na sheria. Na mtagundua kwamba katika mahakama ya Tanzania, mahakama za mwanzo ndio zina kesi nyingi zaidi kuliko mahakama zozote. Kwa hiyo hili nalosisitiza kwenu ni la muhimu. Kama hamwezi mkawa na bidii ya kazi, mkawa na nidhamu ya kazi, mkajituma na kuaminifu, maana yake ni kwamba malengo yenu hamtafikia. Na bahati nzuri malengo yetu yamewekwa na sheria. Kazi yenu hii is a noble kind of profession. Na sijui kwa Kiswahili wanasemaje, tuishi. Tunapohukumu sisi ni kama tunakaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kwa sababu Mungu ndio anayehukumu. The Lord sits on the throne of justice. Sasa sisi hatuko huko kwake. Sisi ni watu wadhaifu tu, wanyonge, tuko hapa. Basi tujitahidi kuonyesha kama na sisi hiyo heshima aliyotupatia tunaitekeleza kwa ufanisi ipasavyo, licha madhaifu yetu sisi kama binadamu. Wanifikiri kwamba hili niliseme kuwatia moyo. Wajibikaji ni wajibu wetu. Utapimwa kwa maadili yako pia, hata unavyovaa, unavyolireti, yani wewe unategemewa kuwa kioo. Na nimeona watu wengine wamevaa vizuri hapa na wamejistiri na vichwa vyao, na hayo ni mavazi ya heshima. Waendeleeni kuvaa hivyo hivyo. Msiswewa ananipima ananiona mimi sijui mshamba wa wapi. Na mkiacha na mimi nitawashangaa. Alafu niona wengine wakipata wachumba wanaanza kuanza kunani. Na hivi vichumba vyao vinasumbua hivi. Mchumba na kuondoa kwenye uadilifu kwa Mungu inatoka wapi? Heti ndio umeendelea. Kuna maendeleo kuvaa nguo ambazo Mheshimiwa Jaji Abudi labda atapata nafasi ya kuongea na nini siku nyingine au leo. Siku nyingine alikuwa anatushauri pale majaji. Tuna namna yetu ya mavazi. Tunavaa kwa amri ya kujistiri. Sisi tunakuwa ni role model kwenye jamii.
Mtu anakuja na kesi yake pale, anakuona ulivyovaa, nywele zako ulivyopiga na nini sijui na. Bahati nzuri sikuona ambao wenzangu na mimi ambao nywele, na afu sikuona wakipara kama mimi. Ninyi nywele zenu bado, hatutaki watu wanaopiga madenge. Wataongea wenzenu hawa. Sasa katika kujituma na kuwajibika lazima muwe na vitendea kazi. Tunavyo vitendea kazi vya aina mbili. Moja, vitendea kazi kama kompyuta ambazo mtapewa, pengine wameshawapatia. Na nafahamu siku hizi karibu kila kitu ni digital. Ninyi wenyewe mtachukua hizo record of proceedings kutumia kompyuta zenu, na mtaandaa hukumu kupitia hizo kompyuta zenu. Kwa hiyo hicho ni kitendea kazi. Kwa hiyo ukiacha yale majengo ambayo ya mahakama ambako tunafanyia kazi mule ndani, kutakuwepo na meza kama hiyo hapo, ni kitendea kazi. Tunavyo hizo statutes, vitabu vya sheria ni vitendea kazi. Ina vitendea kazi vingine vingi mnavifahamu ambavyo ni hardware. Lakini mimi nataka kuwashirikisha kitendea kazi cha software ambao sasa ni mindset, fikra. Moja, ninyi ambao mumeitwa sasa na mmekubali kuwa mahakimu ili mtoe haki, mkiwa mamlaka yenye kauli ya mwisho katika utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kitendea kazi chenu cha muhimu itakuwa mtapaswa kuwa sensitive to justice. Hiyo nini, nazungumza lugha ambayo mnaifahamu nini. Muiwe kuona haki inatendeka na ninyi wenyewe muitende hiyo haki. Na haki maana yake ni nini? Haki maana yake ni uamuzi uliofanya kwa mjibu wa kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi, kwa mjibu wa ushahidi ulioletwa mahakamani. Hiyo ndio haki, that's what justice is. Na kwa maana hiyo mtalazimika kufanya maamuzi pengine ambayo sio popular but in the interest of justice. That is what justice entails. So that is one. First, software, you have got to be sensitive to justice. Secondly, you have got to be accountable. Accountability, ambayo nilikuwa naiongelea hapa. Kujituma kufanya kazi na kwa uaminifu. Na jukumu lako ni la kisheria, lakini la msingi sana. Kwa hiyo software ya pili ya kwenu, mimi nazitaja tu. It should be about accountability, kuwajibika. Software ya tatu itakuwa juu ya uadilifu, integrity. Mtu ambaye ni sensitive to justice atalazimika kuwa na uadilifu, atakuwa mwadilifu. Watu wakimuona pale wanajua kwamba huyu ni mtu mwadilifu. Integrity. Lakini huyo mtu atapaswa awe competent. Hii competence hii sina shida na nini. Mumesoma vyuo vikuu, mumesoma na graduate law school Tanzania. Na wengine me-practice kidogo huko kwa mawakili wa kujitegemea. Lakini zaidi ni kwamba hii competence ni continuous ongoing exercise. Kadiri mnaendelea, na baadaye mtakuja kugundua kwamba haya mliojifunza day one unapokuwa hakimu, umejifunza mengi zaidi kuliko uliopoteza miaka 4 sijui 5 vyuo vikuu. Kwa hiyo ni zoezi la kuendelea. Na linajengwa na practical kazi zetu hapa tunapozifanya. Lakini pia mtajipenda kujifunza kusoma, nafanya research ili mfanye maamuzi. Either ukiwa mahakama ya mwanzo au utakapopanda juu huko, wengine miongoni mwenu naweza kachukua mapema kuwa wasaidizi wa majaji. Ndivyo ilivyo tu. Mtafanya research. Kutakuwa na training kama hizi practical, job training practicals. Mtapata hizo competence. Kwa hiyo msiwe wavivu kujifunza. Kwa wanasheria hawapaswi kuwa wavivu. Lakini mtakuwa proactive, ni watu wa kujiongeza. Unataka kuona haki inatendeka, utajiongeza kuovercome hiyo challenge iliyopo. Proactivity. And then gonna be creative. Kuna kikwazo hapa. Umesha kiona, unakifungua hiki kikwazo kwa namna gani?
nia yako unawiwa kuona haki inatendeka. You are sensitive to justice. And also accountable. Itakupelekea ubuni kitu fulani cha kuovercome hiyo challenge. Weza ni we mwenyewe au kwa kuwashirikisha wakubwa zako. That's how it is. So, creativity. Na creativity ambayo iko ndani ya masuala ya sheria, yani ni ubunifu kwa ajili ya kuimarisha ufanisi. Sio kukiuka ufanisi. Creativity. Then you have national patriotism. Kile kiapo kile kina national patriotism. Uzalendo kwa taifa. Kile kiapo mkikirejea. Hao jamaa wanakula kiapo, muje muatolee kila Mheshimiwa Msajili Mkuu, toa extract. Kile kiapo kiko kwenye sheria ya viapo. That much I know. Lakini kwenye mafolder yao mu extract kile kiapo waende nacho. Sio ile walio sign, ile text iliyoko kwenye ile sheria ya viapo ambacho wameapa leo waende nacho kwenye mafolder yao. Wawe wanakisoma kila siku wanakiishi. And then objectivity. Lazima uangalie uhalisia. Uhalisia, objectivity. Ufanye maamuzi sio subjectively but objectively. Hayo nilifikiri ni wakumbushe. Hizi ndizo software ambazo gonna live by them accordingly. Na Mheshimiwa Msajili Mkuu, tunawahimiza watumishi wa Mungu hawa ni watumishi wa Mungu. Kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu ya kuhukumu. Nilishasema haya nilipozungumza na Mheshimiwa majaji several times. Hawawezi wao wakakwepa. Katika Uislamu wakati fulani Mungu anatambulika kama hakimu. Yaani si ndio anayetuhukumu sisi? Watu wengine wajifunziga mambo mengine. Sasa tunawahimiza waweze kutekeleza ile vision yetu. Ile timely justice for all. Lakini kuna vitendea kazi hatujawapatia. Kuna changamoto hiyo, na hii tumekuja kuijua kwenye zile kliniki za legal aid clinics. Na hata pale Dar es Salaam Mheshimiwa majaji wakati wa session iliyopita, baada ya kumaliza ile walipofanya vikao na wale watumishi pale, hakimu mmoja kule Kigamboni alisema tuna changamoto ya kuwapa hawa waheshimiwa wadawa wetu nakala za hukumu. Kwa nini hawana printer, hawana photocopy? Kwa hiyo kwenye mipango yetu hii, na hasa tukianza na zile sehemu ambazo zile za nje ya miji, zile mahakama ambazo ziko nje ya miji lakini wana umeme kule, tuwapelekee printer. Haisaidii kwamba anamsomea tu hivi, anamsomea kwenye screen hivi, anamsomea kwamba hukumu isijui na nini, iwe ya jinai ya mambo ya madai, iwe ni masuala ya mirathi, iwe ya nini. Baada ya hapo anaenda kuprint wapi? Wanapaswa kwenye kila mahakama iwe na printer. Wawe na printer kusudi akimaliza kusoma ile hukumu yake ile, awape wale wadawa ile nakala ya hukumu. Hawa ukisema wabaki na kompyuta, nani kijijini kule anatembea anayo kompyuta hata hivyo? Hawana. Kwa hiyo watachelewa hawa, hata anayetaka kukata rufaa. Hawa atachelewa kuchukua hiyo karatasi yake ya hukumu kuipeleka kwa wakili, labda hakuridhika. Na wakili wengi wanaishi mijini, ili aweze kwenda kumshauri akate rufaa. Kwa hiyo pale ambapo tumewapa hizo printer, well and good. Lakini hatuwezi kusema tuanze na wale walioko mbali. Tuwekee printer. Hatutafanya kwa mkupuo kwa wakati mmoja. Lakini nao watakapopelekea hizo printer wazitunze tu vizuri. Zile hazihitaji vumbi. Ndio printer zinatoa hukumu, ile ina save pia kama photocopy. Hizi za kisasa. Kwa hiyo unakuwa kama ni zile heavy duty, umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Sasa watumishi wenzangu wa Mungu, mimi kwa mara nyingine tena niwashukuru kwa kunisikiliza hivi kwa nidhamu na hekima. I do appreciate your kind attention, but take this what we have been sharing with you from the morning seriously, and also going to take seriously those that will be shared with you by so many resource persons. This is, religious leaders inclusive.
Hiyo ndio leo haya mengine haya sitaki kuyazungumza. Mimi leo nazungumza tu hii ya mazungumzo yetu na viongozi wa dini. Haya mengine najua ni ya muhimu, lakini yana wenyewe watakuja kuyasema kwa uzito na weledi mkubwa. Lakini mimi nawapongeza wenzangu sana ambao walikuwepo miaka mingi, waliobuni utaratibu huu kwamba kwenye training za kwetu kama hizi tuwe tunahusisha viongozi wetu wa dini. Wana mchango mkubwa katika taifa hili, na mchango wao umetajwa kwenye ibara 19 ibara ndogo ya 3. Ni watu muhimu sana. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuruni tena, niwatakieni kila la heri katika maisha na utumishi wenu, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana ninapotamka kwamba mafunzo haya sasa nimefungua rasmi. Amina.